بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، سيد الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله، فقد فاز المتقون. إخواني في الله، فيقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ويقول عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عباد، لا خوف عليكم اليوم وأنتم لا تحزنون. وروى الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحة طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحة أو ريحا خبيثة. إخواني في الله، baada kumhimidi ambaye kwamba anastahili himdi na shukrani Allah subhanahu wa ta'ala, ila pia tukimtakia rahma bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ndugu katika imani, naihusia nafsi yangu dhaifu pamoja na kuhusia nafsi zenu tukufu katika jambo kubwa la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwani hakuna ambaye kwamba amefaulu, hakuna ambaye kwamba yuko successful katika dunia na akhira isipokuwa yule ambaye kwamba atajipamba na hii sifa ama na hii vazi la uchaji Mungu. Ndugu katika imani, katika sura At-Tauba aya 119 Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwamba ya ayyuhalladhina amanu, anatunadi sisi ambao kwamba ametupatia neema kama hii ya imani. Ya ayyuhalladhina amanu, imani ndugu katika imani ni neema. Imani sio kwamba mtu ni mjanja ndo anaamini, la. Mwenyezi Mungu yuko na dalili nyingi, yuko na alama nyingi, yuko na vitu vingi vya kujulisha uwepo wake, lakini kumwamini yeye ni mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akuchagua na kujalie katika waja wake aliowapenda. Mali mtu anapatiwa yoyote, lakini imani hapatiwi isipokuwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anayemtaka na anayempenda. Sasa mimi na wewe tumeipata neema kama hii ya imani. Baada ya kuipata neema ya imani, Mwenyezi Mungu anatupatia amri, na wanasema kwamba unapoiona ya ayyuhalladhina amanu, basi kuwa na tanaku, eka masikio yako, kwa sababu unayopata hapo ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu anatuamrisha, anasema ittaqullaha, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ali karramallahu wajhahu anaielezea takwa, anasema kwamba hiya al-khawfu min al-jalil wal-amal bit-tanzil wal-ridha bil-qalil wal-istidad li-yawm ar-rahim. Uchaji Mungu ni kwamba uwe na hofu juu ya Allah subhanahu wa ta'ala, na uridhike kwa kile ambacho kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anakupatia na ambayo kwamba unayapitia katika ulimwengu wa dunia, na ufanye amali ambayo kwamba
inaendana na Qur'an na mafundisho Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kujiandaa kwa ajili ya safari ya haki, ndio ni safari ya kuonana na Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa Mwenyezi Mungu anasema kwamba enyi ambao kwamba mmeipata neema ya imani, ittaqullaha, mcheni huyo Allah. Baada ya kumcha Allah, tukomee katika kumcha Allah peke yake? La, Mwenyezi Mungu analeta wao ambao kwamba anaita wao al-afi, anasema kwamba wakunu ma'as sadiqin, na kuweni pamoja na wale wa kweli. Kwa nini Mwenyezi Mungu aseme tuwe pamoja na wa kweli? Maana takwa peke yake haitoshi, mpaka tuchanganyikane na watu ambao kwamba ni wa kweli. Hapa tunapata kuna kitu wanasema almujalasa, yani kukaana na watu ama kuwa pamoja na watu kunaleta mujanasa, unakuwa unafanana na watu. Leo ukitembea na matajiri, ukifika sehemu watu wamekaribisha wale matajiri, watu wataona pia wewe ni tajiri. Ukitembea na wanachuoni, ukiwa umevaa yale mavazi yao ya kielimu, watu watakuona una ilmu, kumbe huna kitu. Ukitembea na mafukara na umevaa nguo za kifukara, watu watajua ni nani? Ni mfukara. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia wakunu ma'as sadiqin, na kuweni pamoja na hao as-sadiqin. Ikhwani fillah, leo nataka tuweke masikizi yetu ya nyoyo zetu kabla ya kuweka masikio yetu ya kawaida, kwa sababu habari ambayo kwamba tunaitoa katika Al-Qur'an Al-Karim katika hii aya ni habari ya kwamba katika maisha yetu lazima kuwe na musahaba. Al-insanu ijtimaiyun bitabi'i, mwanadamu ni mtu wa kimujtamaa, tabia yake alimuumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe huwezi kuishi ukasema kwamba mimi sihitaji mtu, ukasema mimi nitaishi maisha yangu peke yangu, haiwezekani. Mwanadamu namna alimuumba ni kwamba ni mwenye kuhitajia mwenzake. Yani wewe ukiwa na mali, lakini ikiwa hutaki kwenda dukani kununua, basi utalala njaa. Na wewe ukiwa una ujuzi, lakini ujuzi kama ule hutaki kuutumia kwa wenzako, hauwezi ule ujuzi kwa kunufaisha. Wanasema embe haliwezi kujida lenyewe. Yani embe ni tamu, lakini haliwezi kujida lenyewe, ni lazima jipate mtu ambaye kwamba atajida. Sasa wewe huwezi kujinufaisha mwenyewe ukiwa una ujuzi wa kujenga, ukisema kwamba mimi nitajijengea nyumba zangu peke yangu, la, utafaidika na ufundi wako ama ujenzi wako. Lakini unapotumia ujuzi wako kwa mtu mwingine aliyokuwa na mali akakulipa, ndio ule ujenzi ama ule ufundi unakunufaisha. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipotuleta katika hii dunia, akatuweka kwamba sisi tunahitajiana, na katika kuhitajiana ni lazima kuwe na mukhalata baina nas, uchanganyikane na watu na uamiliane na watu. Sasa katika huko kuchanganyikana na watu, unatakana uchanganyikane na watu, na natija utapata watu ambao kwamba ni asdiqa, utapata marafiki. Unapopata hao marafiki, ni juu yako kuchagua marafiki. Sasa je, ni marafiki gani uliokuwa nao? Unatakana uchague marafiki ambao kwamba ni wazuri, kwa sababu unapochagua wabaya, wale wabaya itakuwa ni sababu ya kwamba kukurudisha wewe katika tabia mbaya. Unapowachagua marafiki waliokuwa ni wazuri, basi wale marafiki itakuwa ni sababu ya wewe kuwa mzuri. Idha kunta fi qawmin fasahib khiyarahum wala tashab al-ardha fatakuna ma'a ar-radi anil mar'i la tasal wasal an qarinihi fakullu qarini bil muqarani iqtadi. Shairi anasema kwamba idha kunta fi qawmin, ukiwa katika watu, ukiwa katika mkusanyiko wa watu, kwa sahib khiyara, tafuta urafiki na ule mbora wao. Ikiwa kuna watu, ikiwa katika kijiji, uko katika mji, basi tafuta ule mbora wao ni nani, uwe ni rafiki yako. Na si bora kwa sababu ya mambo ya kidunia, kwa sababu ya mali, kwa sababu na neema zilizopatiwa katika dunia, la, fa sahib khiyara, mtakute mbora. Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amewazungumza, Mtume awazungumza wabora katika hadithi nyingi. Mmoja ni katika man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, yule ambaye kwamba atajifundisha Qur'an na akaifundisha, ni katika wabora. Khairukum
khairukum linisaihi, bora wenu yule ambaye kwamba ni bora kwa wake zake, huyo ni katika wabora, na wengi wapo katika wabora. Sasa fasahibu khiyara, katika kaum tafuta yule aliyokuwa bora, awe ni rafiki yako. Wala tashabil ardha fatarda ma'a radi, usitafute mtu aliyokuwa yuko chini, aliyokuwa duni, mtu ambaye kwamba ni mbaya wa tabia, ambaye kwamba hakushikamana na dini, na wewe ukarudi chini katika tabia yako. Anil mar'i la tasal, kuhusu mtu usimuulize yule mtu ni nani, yule mtu yukoje. Wasal an qarinihi, ulizia rafiki yake ni nani. Unapotaka kumjua mtu, kumjua mtu tabia yake ni gani, muangalie ni nani anatembea naye. Ukimwona anatembea na wezi, ama anatembea na mwizi, wewe kuwa tu kwamba yule jamaa anaingia nini, ni mwizi. Ukimwona anatembea na watu ambao kwamba ni mukimina, ni wenye kusimamisha as-sala, tambua kwamba pia naye ni katika watu wanaoswali. Ukimwona anatembea na watu wa ilmu, basi tambua naye pia ni katika watu wa ilmu. Ukimwona anatembea na matajiri, naye pia anatembea. Sasa anil mar'i la tasal wasal an qarinihi, fa kullu qarinin bil muqarani yaqtadi, kwa sababu kila yule mtu anayetembea naye yule makarani yake ndio anafuata tabia kama ile. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa kuwa yeye ametuumba kwa namna hii, akasema kwamba wakunu ma'as sadiqin. Unapokuwa na hiyo takwa usitosheleze na takwa, lakini ukawa marafiki zako ni watu wabaya, kunu ma'as sadiqin, uweni na watu wa kweli. Mkiwa na watu wa kweli, hiyo takwa inazidi kuendelea. Al-Imam al-Bukhari na Imam Muslim wanaithibitisha hadithi kama hii ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume anatuambia kwamba innama, hakika si jambo jingine, mathalul jalisi salihi wal jalisi su, mfano wa mtu mwenye kukaa na mtu aliyokuwa mwema, na mfano wa mtu mwenye kukaa mtu aliyokuwa mbaya. Yani wewe ukawa marafiki zako ni watu wema, na huyu mwingine ni marafiki zake ni watu wabaya. Kahamilil miski wa nafikhil kiri, ni kama mfano wa mtu ambaye kwamba ni mwenye kuuza miski. Miski ni mafuta ambayo kwamba ni mafuta mazuri zaidi. Sasa yule mtu mwenye kuuza miski, na kuna mtu ambaye kwamba kazi yake yeye ni kufuzia kiriba, yani yeye kazi yake ni kufanya nini? Kuna vyuma vile namna vinavyofuliwa, kuna kitu kinapulizwa kile ili kuzidisha ule moto wake. Sasa yeye kawa kazi yake ni ile, yule mtu pale huwa ni sehemu kwa kwamba sio salama. Sasa huyu alikuwa mwema, rafiki yako akiwa ni mwema, basi ni kama na kwamba wewe umesuhubiana na mtu aliyokuwa ni mwenye kuuza mafuta mazuri. Fahamilul miski, yule mwenye kuuza miski ama mwenye kuibeba miski, imma ayahdia, ima atakupatia mtu aliye rafiki yako na anauza, hata kama ununui, basi sometimes utakuwa nakupakiza kidogo. Hebu sikilize hii hapo ni vipi. Sasa kwa sababu ya ile kuwa karibu na yeye, na utaruka nini? Utaruka miski. Wa imma an tabta'a minhu, ama wewe utanunua, ukiona imekupendezea utanunua, na ukinunua itakuwa ni yako, utanukia vizuri. Wa imma an tajida minhu rihan tayyiban, ama upate harufu iliyokuwa nzuri. Kule kukaa naye tu utaipata harufu iliyokuwa nzuri. Wanafikhul kiri, yule mwenye kufanya kazi ya kiriba pale katika moto, kumvizia kile kiriba katika kufua vyuma, imma an yahrika thiyabaka, imma ataichoma nguo yako. Ikiwa hatachoma nguo yako, wa imma an tajida minhu rihan khabithatan, ima utaipata harufu iliyokuwa mbaya. Huu ni mfano Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameutoa kwa sisi ambao kwamba tunasuhubiana na watu waliokuwa wabaya, ama wale ambao kwamba wanasuhubiana na watu waliokuwa wazuri. Sasa mfano wao kama huu unatufundisha kwamba tuna haja sisi ya kuwa na urafiki na watu waliokuwa wazuri. Unapokuwa na urafiki na mtu aliyokuwa mzuri, faida yake inakuwa iko karibu. Ndio Mwenyezi Mungu akatwambia wakunu ma'as sadiqina,
kwa sababu swala yako peke yake haifai ikawa itatosheleza. Usio utakuwa unafanya ibada, lakini baada ya kutoka msikitini maskani yako ni maskani mbaya. Usio utakuwa unafanya ibada iliyokuwa mzuri, lakini maskani yako ni maskani ya kuamrisha mabaya. Mwenyezi Mungu anamwambia mtume wake, fa'arid amman tawalla, mpe nyongo yule ambaye kwamba ameukataa utajo wetu, walam yurid illa alhayata dunia, na hakutaka isipokuwa ule uhai wa dunia. Mtu ambaye kwamba ameupa nyongo utajo wetu, mpatie. Ambaye kwamba ameukataa utajo wetu, na wewe mpatie nyongo. Ukimwona mkimbie. Ikiwa rafiki yako ni mbaya, baada ya kwamba umemfanyia da'wa lakini harudi, basi muepuke wewe. Si lazima uwe na urafiki na yule, kwa sababu ikiwa rafiki ni mbaya, itakuwa ni sababu ya wewe kuenda katika ubaya. Katika musnad ya Abu Ya'la, Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma alimuuliza Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu, ayu julasaina khairun, ni kina nani tunaokati nao sisi waliokuwa bora? Yani katika watu tunaokaa nao katika vikao, ni kina nani waliokuwa bora zaidi ya Rasulullah? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam jibu alilompatia Sayyiduna Abdullah ibn Abbas hibrul umma radiyallahu ta'ala anhuma, Mtume anamwambia Abdullah ibn Abbas, man yudhakkirukumullah, man yudhakkirukumullah, ni yule ambaye kwamba anawakumbusha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ru'yatuhu, kule kumuona kwake. Man yudhakkirukumullah ru'yatuhu, ni yule ambaye kwamba kuna wakumbusha nyinyi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kumuona kwake. Kuna watu idha ruku, wakionekana dhukira Allah, Mwenyezi Mungu anakumbuka. Sasa ukitaka mtu aliyokuwa bora kukaa naye ni nani? Ni yule ambaye kwamba ukimuona tayari unakumbuka msikiti. Ikiwa hujaswali unakumbuka, nimeswali mimi kweli. Ule mtu ukimuona unakumbuka nini? Unakumbuka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa tujiulize kabla ya kumtafuta urafiki, je, mimi na wewe tukionekana kweli tunakumbusha Allah? Ama tukionekana mtu anafikiria kitu pengine, hapa kweli mimi sitokoro hapa? Sasa mtu aliyokuwa bora kukaa naye ama kuwa rafiki yako ni yule ambaye kwamba ukimuona tayari unakumbuka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anasema tena, wazada fi ilmikum mantiquhu, na inazilisha katika elimu yenu kule kuzungumza kwake. Yani anapozungumza mazungumzo yake yanazidisha katika elimu yake. Mazungumzo yake ni mazungumzo ya kiilmu, ni mazungumzo ya qala Allah, ni mazungumzo ya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dhakarakum, na anawakumbusha nini? Fil akhirati, anawakumbusha akhira, amalu, ile amali yake, yani namna anapofanya ibada, namna maisha yake yanapokuwa, yanakukumbusha wewe akhira. Sasa mtu kama huyu akiwa na sifa hizi tatu, ni mtu mzuri wa kuwa na yeye karibu, na ni mtu mzuri wa kumfanya kwamba yeye ni rafiki. Kitu cha kwanza, unapomuona unakumbuka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unapoketi na yeye ukazungumza na yeye, mazungumzo yake yanakuzidisha ilmu na amali yake inakukumbusha akhira. Huyu ndio ni mtu ambaye kwamba ni Mwenyezi Mungu anawakusudia, akasema wakunu ma'as sadiqin. Mmoja katika watu wa hikma akasimulia, akasema alipoulizwa ayyul kunuzi khair, ni benki gani, ni hazina gani zilizokuwa bora zaidi, na sisi tuzifanye benki kama hizo, tuzitafute. Huyu bwana akasema, amma ba'da taqwa Allahi, ama baada ya kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala, amma ba'da taqwa Allahi fal akhu salihu, basi ni rafiki ama ni ndugu alokuwa mwema. Ukiwa utamcha Allah Subhanahu wa Ta'ala na alokuwa karibu yako ni mtu alokuwa mwema, rafiki yako ni mtu alokuwa mwema, basi wewe uko katika neema iliyokuwa kubwa.
kwa sababu yule aliyokuwa mwema unapoteleza na kukumbusha, ndugu yangu, mbona umejisahau na hili? Lakini yule aliyokuwa mbaya siku zote anakupeleka yeye katika ubaya. Kwa hiyo kukaa na watu waliokuwa wema, almujanasa bilmujalasa, kule kufanana na watu ni kwa sababu ya kukaa na watu, kama tulivyotangulia kwamba unapokaa na wezi na wewe utakuwa mwizi, unapokaa na matajiri na wewe utakuwa tajiri, unapokaa na mafukara uenda ukaambukizika na ukawa mfukara. Almujanasa bilmujalasa. Sasa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamfundisha Abdullah ibn Abbas, na huyu mwenye hikma naye akatuambia namna hii kwamba benki zilizokuwa ni nzuri zaidi, hakuna baada ya uchaji Mungu kama kuwa na rafiki aliyokuwa ni mwema. Sasa jiulize, rafiki yako ni nani? Je, rafiki yako ni mwema? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akawa anatufundisha, anasema kwamba almar'u ala dini khalilihi falyanzur almar'u man yukhalil, mtu yupo katika dini ya rafiki yake. Upende usipende, ukubali ukatae. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, anasema kwamba almar'u ala dini khalilihi, mtu yupo katika dini ya yule rafiki yake. Falyanzur almar'u man yukhalil, sasa mtu ni juu yake atizame ni yupi aliyomfanya kuwa ni rafiki. Angalia rafiki yako ni nani. Siku hizi namna na rafiki ni yule mtu ambaye kwamba kuna nafasi katika moyo wako, na mtu unaweza ukawa umemkubali na ukampatia nafasi kubwa katika moyo, mbali na kuwa kwamba wewe unamuona ama anakujua, labda mtu akujui, lakini kwa kuwa wewe umemfanya ni rafiki, ukamfanya ni swahiba, basi ikawa ni sababu ya kuathiri wewe katika maisha yako, kama sasa hivi tunavyoathirika na wachezaji ama tunavyoathirika na wasanii wa kidunia. Labda mtu akiwa ni mchezaji, namna anapovaa utataka na yeye kuvaa vile vile, namna anaponyoa utataka kunyoa namna ile ile, kwa sababu yule umemfanya kwamba yeye ndio rafiki kwako, wewe umempatia nafasi katika moyo wako, sasa anakuwa anaathiri katika moyo wako. Na ndio maana Mtume akatufundisha maneno haya, almar'u ala dini khalilihi falyanzur almar'u man yukhalil. Sasa wewe ni juu lako kutazama ni nani ambaye kwamba unamfanya ni rafiki, ni nani unamfanya kuwa ni mui, ni nani unamfanya kwamba wewe ni role model wako katika maisha yako. Ikhwani billah, hakuna mtu wa kumfanya ni rafiki isipokuwa ni yule ambaye kwamba ameelekea katika akhera. Tunaambiwa katika watu, annasu thalathatu anwa'i, watu ni sampuli tatu. Ahaduhum mithlu al-ghada, mmoja wao ni mfano wa chakula, alladhi la tastaghna anhu, chakula wewe hauwezi kusema sihitaji kula tena, lazima ili uishi ule. Sasa mmoja katika watu ni ima awe ni kama chakula, wal akhar na mwingine mithlu dawa, ni mfano wa dawa, fatahtajuhu au fatahtaju ilayhi waqta duna alwaqt, utamhitajia yeye wakati fulani, wakati mwingine haumhitaji. Hauwezi kuhitajia dawa wakati una maradhi, kila time unahitajia dawa, haiwezekani. Lakini chakula ni kila siku. Wal akhar la tahtaju ilayhi mithlu da'i, mfano wa ugonjwa, la tahtaju ilayhi abada, mwingine humhitaji wewe kabisa maisha yako yote. Hakuna mtu ambaye anatamani kwamba natamani mimi niume na kichwa, natamani mimi niume na meno, natamani la maradhi, hakuna anayehitajia. Sasa angalia katika rafiki yako, je, wa kunufaisha katika future yako ya dunia na akhera? Je, ni mwenye kukuhusia katika maendeleo yako? Ikiwa si namna hiyo, basi haumhitaji katika maisha yako. Sasa tunaambiwa tusisuhubiane katika hii dunia isipokuwa watu wawili. Mtu wa kwanza, rajulun tataallamu minhu shay'an fayanfa'uka, mtu ambaye kwamba unajifundisha kutoka kwake yeye kitu. Ikiwa mtu anakufundisha kitu, basi ni mtu kushikamana naye.
Ikiwa ni mtu kukaa naye labda anakufundisha namna ya kutumia laptop ala sabili al-mathal, mtu anakufundisha namna ya kusoma Al-Qur'an Karim, mtu anakufundisha ujuzi fulani katika kazi, huyu ni mtu ambaye kwamba ni wa kusuhubiana naye. Na mtu wa pili, rajulun tuallimuhu, ni mtu ambaye kwamba utamfundisha wewe shay'an fi amri dinihi fayaqbalu minhu, mtu anafundisha kitu katika jambo la dini yako, yule bwana kile kitu akakikubali na akakitumia, mtu kama huyu ni mtu wa kushikamana naye. Mtu wa kwanza ni mtu ambaye kwamba wewe ndio unajifundisha kutoka kwake katika jambo la dini yako, ile jambo likakunufaisha katika dunia na dini, mtu kama yule ni mtu wa kushikamana naye. Na mtu wa pili ni mtu ambaye kwamba wewe ndio unakufundisha na yale mafundisho akayakubali akayatumia katika dini yake na akhera yake, mtu kama yule ni wa kushikamana naye. Ama mtu wa tatu asiyekufundisha wala wewe humfundishi, mtu kama huyo usisuhubiane naye, kwa sababu utakuwa ni sababu yanaongeleka pale si mambo ya dini ama si mambo ya akhera, ikawa ni sababu ya wewe kushuka. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema kwamba al-akhillau yawmaidin ba'dhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin, yani wale ambao kwamba watajenga urafiki na watajenga ubui katika hii dunia juu ya kufu, aadau yawm al-qiyama, siku ya kiyama watakuwa ni maadui, illa al-muttaqin, isipokuwa wale ambao kwamba wamejipamba na sifa ya kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo urafiki wako, uangalie urafiki wako, je, ni wakukumbusha akhira? Je, urafiki wako ni urafiki ambao kwamba unakukumbusha kuhusu ibada? Ikiwa ni tofauti na hapo ndugu katika imani, basi ni bora kumwepuka yule rafiki kuliko kukaa naye, kwa sababu kuna watu ambao kwamba wakikumbushwa, labda wameenda katika msikiti fulani, wamesikia mawaidha wanakumbuka, lakini kitu kinachowaharibu wanapotoka wanarudi maskani zao ni maskani ambayo kwamba sio nzuri. Sasa kwa sababu ya maneno ya pale maskani, mtu anaharibika. Kwa sababu ya maneno ya pale ya rafiki yake, mtu anaharibika. Na kuna watu ambao kwamba tabia yao ni mbaya, lakini kwa sababu ya kusuhubiana na watu waliokuwa wema, kusuhubiana na watu waliokuwa wazuri, mtu kama yule binamwathiri vile, naye anakuwa anaingia katika mfumo mzuri wa kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo ikhwani billah, kitu ambacho kwamba ni muhimu mimi na wewe tuangalie ni nani anakuwa ni rafiki yetu. Angalia rafiki yako ni nani. Ibada kuifanya peke yake haitoshi, kwa sababu insanu yataathari bilbiha, mwanadamu anaathirika na mazingira aliyokuwa nayo. Mwanadamu anaathirika na mazingira aliyokuwa nayo. Wewe hata kama si mtu wa kusoma, lakini uingie msikitini ukiona kila mmoja ameshika Al-Qur'an Al-Karim anasoma, wewe mwenyewe utachukua msahafu hata kama huoni kitu. Lakini ukiingia msikitini wewe mwenyewe ni mtu wa fujo, uingie msikitini uone watu wanapiga mastori, pale ndio utaanza kusikiliza wewe. Kwa hiyo pia mtu ambaye kwamba atakuwa nao ama mazingira environment ambayo kwamba yuko mtu inamwathiri katika tabia yake na akhlaqi yake. Lisuhba atharan shakhsiya, usuhuba kuna athari ambayo kwamba ni shakhsiya katika ule wanadamu wa mtu ama shakhsia ya mtu, fi sulukihi, katika tabia yake wa akhlaqi, mwenendo wake wote unaharibika kwa sababu ya kule tu kwamba amesuhubiana na watu. Kuna watu waliokuwa ni wazuri, lakini kwa sababu ya urafiki nao wakaharibikiwa, na kuna watu waliokuwa ni wabaya kwa sababu ya urafiki uliokuwa mzuri, maisha yao yakawa mazuri. Hebu angalia sura iliyokuwa katika masahaba. Angalia Sayyidina Umar, ni watu ambao kwamba wamekulia katika ulewa, ni watu ambao kwamba wamekulia katika ufasiki, lakini baada ya kusuhubiana na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, angalia namna walipokuwa ni watu wema. Angalia namna walipobadilika maisha yao, wakawa hamtaki isipokuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Angalia Sayyidina Khalid ibn Walid, namna alipokuwa mpaka kuambia kwamba ni Sayyidullah al-Maslul. Hii yote imekuja kwa baada ya kumwamini Allah na mtume wake na kusuhubiana naye.
Sasa kusuhubiana na mtu unaleta taathiri katika moyo, na ule moyo ukiathirika, natija yake itaonekana katika mwili. Kuna watu sahihi labda wamempenda mchezaji fulani, basi kunyoa ni namna anaponyoa, kuvaa ni namna anapovaa, namna ambapo kama yupo yeye, labda kuna kitu fulani huyu mchezaji anakipenda, basi namna anapokipenda naye atafanya bidii naye pia jizoezeshe kitu kama kile. Sasa taathiri inapatikana mtu anapojijengea mazingira kama haya ya kwamba mtu fulani mimi ni mtu wangu ama ndio nampenda. Sasa ikhwani fillah, kitu kikubwa ni kwamba sisi tutafute usuhuba ama urafiki uliokuwa ni mzuri, iwe ni sababu yetu sisi kwamba tutaokoka, kwa sababu unapokuwa na rafiki aliyekuwa mzuri itakuwa ni sababu pia, ikiwa umeteleza duniani, yauma al-qiyama kukutakia shafaa. Kuna watu wataingia motoni watasema wamana na mishafi'in wala sadiqin hamim, watasema kwamba sisi hatuna kutuombea wala hatuna rafiki, yule rafiki aliyekuwa mzuri wa kutuombea. Kwa sababu ukiangalia marafiki zako wote ni wabaya, upo nao motoni, ni nani atakuombea? Lakini ikiwa labda umemkosea Allah, umemwasi Allah, lakini katika marafiki zako kuna wali fulani ama kuna shekhe fulani, kuna mchaji Mungu fulani, kuna mtu ambaye kwamba alikuwa akitoa sadaka mtu fulani, hatoridhika akiwa peponi peke yake, aliyakuwa yeye rafiki yako kwa motoni, atakuombea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo ikhwani fillah, katika ibada zetu tuangalie pia wakusuhubiana ni nani, na ndio maana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipopatiwa ruksa ya kutoka mji wa Makka kwenda Madina, alitafuta usuhuba uliokuwa mzuri. Akamwambia Sayyidina Abubakar, Sayyidina Abubakar anamuuliza, "As-suhba ya Rasulullah, je, tunasuhubiana?" Anamwambia, "Naam ya Rasulullah." Sasa usuhuba pia unatizama katika maisha ya dunia na akhera vile vile. Mwenyezi Mungu kwa machache atujalie minal ladhina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanahu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.